Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Shirika la habari la serikali ya Saudi Arabia SPA liliripoti Alhamisi likinukuu chanzo rasmi katika mamlaka kuu ya uchukuzi TGA. Chanzo hicho kilisema wafanyakazi wote walikuwa salama na kwamba mamlaka imechukua hatua muhimu ili kulinda chombo hicho na wafanyakazi na kulinda mazingira ya baharini. Mashambulizi haya yanajumuisha ukiukwaji wa sheria na mikataba ya kimataifa inayohakikisha usalama wa vyombo vya kibiashara na wafanyakazi wake, SPA ilisema. Taarifa hii iliyotolewa na Saudi Arabia ni taarifa ambayo inafanana na taarifa iliyotolewa na ni taarifa inayofanana na taarifa hii hapa ilitolewa na IRGC. IRGC walitoa taarifa wakasema hivi: Kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu cha Irani IRGC kilisema hivi Alhamis kwamba kilizuia meli 3 za mafuta kupita kwenye mlango wa bahari wa Hormuz, huku Marekani na Irani zikishindania udhibiti wa njia muhimu ya maji. Katika wiki za hivi karibuni, Irani imezipiga meli za mafuta kwa kutumia njia inayozunguka pwani ya Omani ili kuvuka mlango wa bahari huo kwa lengo la kuimarisha meli kutumia maji yake na kulipia njia salama. Meli 3 za mafuta zilikuwa zikijaribu kupita kwenye njia iliyojengwa kwa mabomu kusini mwa mlango wa bahari wa Hormuz, lakini baada ya moja yao kulipuka na kushika moto, meli zingine 2 ziligeuka haraka na kurudi nyuma, IRGC ilisema katika taarifa iliyonukuliwa na vyombo vya habari vya serikali vya Irani. Jeshi lenye nguvu la IRGC linasisitiza kwamba mlango wa bahari wa Hormuz uko chini ya udhibiti wetu, na meli yoyote ambayo imedanganywa na Marekani na inakusudia kupita bila utaratibu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Irani itaipata hatima hiyo iliyoipata meli hiyo nyingine. Hii ni taarifa iliyotolewa na IRGC. Taarifa hii inapingana na taarifa iliyotolewa jana jioni na CENTCOM, ambayo ilitoa taarifa ikasema kuwa Irani haidhibiti mlango wa Hormuz, na mlango wa Hormuz uko wazi kabisa kwa meli zote za kimataifa ambazo zinataka kupita. Kauli hiyo ni mwendelezo wa kauli ambazo zimekuwa na utata, au naweza nikasema kauli ambazo zinashawishi sasa. Maanake unapewa taarifa kuwa ni salama kabisa, we pita tu, hata ukipita hapo kila kitu kiko sawa. Mara nyingi ninapozungumza na nyinyi huwa ninapenda niwaletee na takwimu za majibu, kwa sababu unapopanda jambo lolote, iwe unapanda mpunga, iwe unapanda mahindi, iwe unapanda nini, progress inaonekana. Tunaanza kuweka shamba, tunaandaa mashamba, tunatoa kila kitu, tunakuja tunaandaa mbolea, tunaweka mbegu mvua itamwagika au maji yatamwagika, tutaanza kuona zile mbegu zinachomoza. Yani kila kitu tunakiona kwa step. Jamani, mtoto anapokuwa huwa anarudi nyuma. Unakaona kanarefuka tu, mara kalikuwa kanatambaa, mara kamesimama, mara kameanza kupiga hatua, mara kanakimbia. Anajifunza kuzungumza, meno yanaanza kutoka. Anaanza kujifunza kuzungumza na watu, anakwenda shule. Anajua kuhesabu, anajua kuimba. Anakuja taratibu. Mabadiliko yanasogea. Hiyo ndio progress ya mtoto. Sasa, kile kilichotolewa taarifa na CENTCOM, majibu yake hapa na progress yake hii hapa. Jana nilikuambia crude oil ilikuwa $85. Leo iko 89.3. Nilikuambia Brent jana ilikuwa $94. Brent leo iko 97.6. Muda huu nazungumza na wewe. Haya ndiyo majibu ya kile kinachoendelea. Yani ukitaka kujua kuwa progress imefikia wapi, operation ya Marekani kufungua Hormuz na dunia inaelekea wapi, wala usiumize kichwa kwenda huko. Nilishakwambia njoo hapa kwenye data. Hii ndio data inayotoa majibu.
Leo hii tuko 97 kutoka 72. Yani kuna mabadiliko ya dola takribani 25 kutoka wiki 3 nyuma. Yani tangu tunaanza mwezi huu mpaka leo kuna mabadiliko ya bei kiasi cha dola 25 kwenye Brent kutoka 72 mpaka sasa dola 25. Kwa hiyo majibu ya dola 25 haya ni majibu ambayo huwa yanakuja kwenye mifuko yetu. Yani yakisha kuja kwenye mifuko yetu unapata jibu kamili kuwa tuko wapi na tunakwenda wapi na tunafanya nini kwa wakati huu. Kule kuna taarifa moja nitakusomea hivi. Hii hapa taarifa na ndio tutaijadili kwa sababu nitarudi kwenye Reuters, ndio waliandika kwa kina hii taarifa. Inasema hivi: Kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu cha Irani IRGC kimedai kwamba idara ya ulinzi wa Marekani Pentagon inaficha idadi halisi ya vifo vya wanajeshi wa Marekani kutokana na mashambulizi dhidi ya vikosi vya Marekani huko Jordan. Katika taarifa, IRGC imedai kwamba idadi ya wanajeshi wa Marekani waliouawa katika mashambulizi hayo ilikuwa kubwa kuliko takwimu zilizotangazwa hadharani na Marekani. Taarifa hiyo ilidai zaidi kwamba Pentagon ilikuwa ikificha hasara zilizopatikana wakati wa mashambulizi dhidi ya kambi za kijeshi za Marekani huko Jordan, ambayo ilisema ilisababisha vifo vya idadi kubwa ya wafanyakazi wa Marekani. Madai hayo ambayo hayakuweza kuthibitishwa kwa uhuru. Kulingana na taarifa, amri kuu ya Marekani CENTCOM, wanajeshi 2 wa Marekani waliuawa na 3 waliripotiwa kupotea kufuatia mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani za Irani huko Jordan siku ya Ijumaa. Katika taarifa iliyotolewa Jumapili, CENTCOM ilisema hivi: vikosi vya Marekani vimepata mabaki ya binadamu wasiojulikana katika eneo la shambulio na kwamba taratibu za utambuzi zinaendelea. Nilishawahi kuwaeleza huu taratibu kuwa hawawezi wakathibitisha mpaka wapime kuwa, lakini hii taarifa tayari ilishathibitishwa kuwa, manake Marekani jana jioni ilichapisha taarifa ikiwaonyesha wanajeshi 4 wa Marekani. Kwa hiyo namba kutoka wale 3 ambao waliripotiwa, akiwemo mmoja aliyeuawa kule Iraq Jumamosi na 2 waliouawa Jordan, namba ikaongezeka wakawa ni 4. Na nimeona mitandao mingi ya Kimarekani jinsi ikiposti inasema kuwa wameuawa wakipigania taifa, lakini ukiingia ukisoma comment utaona maoni ni mchanganyiko. Wengine wanasema kuwa wamekufa wakipigania Israeli, wengine wameuawa kwa sababu ya kumlinda Trump na faili za Epstein, wengine vyovyote, kila mtu ana maoni yake anayoyaona. Sasa mabadilishano ya hivi karibuni yamekuja huku kukiwa na ongezeko la kijeshi kati ya Washington na Teherani. Katika siku za hivi karibuni, Marekani imefanya mashambulizi mfululizo dhidi ya malengo ya ndani ya Irani, huku Irani ikianzisha mashambulizi dhidi ya meli na vifaa katika kambi za kijeshi za Marekani katika nchi kadhaa kote katika eneo hilo. Kuongezeka kwa mapigano hayo kufuatia kuvunjika kwa makubaliano kusitisha mapigano yaliyoanzishwa chini ya mkataba wa makubaliano uliosainiwa na Washington na Teherani mnamo tarehe 18 Juni, ambao ulikuwa umeruhusu kukomeshwa kwa uhasama na mazungumzo ya kuelekea makubaliano mapana zaidi. Kulingana na ratiba iliyoripotiwa, Rais wa Marekani Donald Trump alitangaza kusitisha mapigano tarehe 8 Julai baada ya Irani kulenga meli 3 za mafuta katika mlango wa bahari wa Hormuz. Baada ya hapo, Marekani ilianza tena mashambulizi ndani ya Iran na Teherani kupanua mwitikio wake wa kikanda. Marekani imesema lengo lake ni kuhakikisha uhuru wa usambazaji na usalama katika mlango wa Hormuz, huku Irani ikisisitiza kwamba utaratibu wake wa kudhibiti usafiri wa baharini kupitia njia ya maji ya kimkakati. Mgogoro huo umeongeza wasiwasi kuhusu uwezekano wa kuvurugika kwa mauzo ya nje ya mafuta na gesi duniani. Nilikwambia taarifa hii nitaiconnect na taarifa ambayo nitakuletea hapa mbele. Hii taarifa inasema hivi, na hii taarifa imeandikwa na baadhi ya vyombo vya habari, na karibu vyombo vyote vya habari hii taarifa vinaichukulia kutoka chanzo kikubwa, Reuters. Reuters ndio waliandika hii taarifa kwa kina, na hata ukisoma kwingine kule utaona kuwa watakwambia kwa mujibu wa Reuters ndio hii taarifa walikoitoa. Reuters wanasema hivi: mashambulizi ya Irani kwenye vituo vya CIA, vituo vya kijasusi vya Marekani yani CIA, kuna uwezekano mkubwa kuwa kuna mkono wa Urusi. Vyanzo vimesema ufanisi na usahihi wa mashambulizi yanaonyesha uwezekano wa kushiriki kwa baadhi ya data huko Moscow.
Wachambuzi wanaamini shambulio lililopigwa kule Riyadh lilifanywa kwa kutumia ndege zisizo na rubani zilizoboreshwa kule Urusi. Hili shambulizi lilifanyika mwezi wa tatu. Kama mnakumbuka, walipiga makao makuu alafu Marekani wakakanusha, wakasema tumezipangua makombora na hakuna athari yoyote iliyotokea. Mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za Irani kwenye vituo vya CIA katika eneo la Ghuba yamewachochea wachambuzi wa akili wa Marekani kuchunguza kama Urusi ilisaidia kutoa taarifa za kulengwa au teknolojia ya hali ya juu ya ndege zisizo na rubani. Walisema watu 4 wanaofahamu ujasusi wa Marekani. Yaani hawa wachambuzi wanachojaribu kusema kwenye hili kuwa, kwa nini unafanya kwa usahihi? Unajua, mtu ambaye ulimchukulia wa kawaida sana, leo hii unamwona anapiga hatua kubwa, ima kwenye utajiri, ima kwenye mafanikio, ima kwenye chochote ambacho unaonekana mbona anataka kunizidi. Kwa hiyo ili kuficha udhaifu wako, unatafuta ambaye tayari alikwisha kufanikiwa kabla na ambaye dunia ilishamtambua, unaamua kumpa kuwa yule ndio anatokea kule. Ndio maana kuna ile mtu Freemason huyo. Hata ukimuuliza mtu akufanulie Freemason inakupa utajiri kwa kiwango gani, kwa kiasi gani na kwa kufanya nini, mtu anaweza kushindwa kuifafanua. Tunapataje hili? Lakini atahusisha tu wale Freemason, wale wawezi, wale watu wanauza madawa, wale watu wanafanya nini, kwa sababu binadamu ndio alivyoumbwa. Yaani ili anataka kuhalalisha kushindwa kwake. Yaani anataka kujificha kwa kile ambacho ameshindwa kukifanya. Kwa hiyo taarifa inaendelea kusema hivi, mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za Irani katika vituo vya CIA katika Ghuba. Okay, hapa nishakusomea. Inasema hivi, watu hawa ambao walizungumza kwa sharti la kutotajwa majina yao kwa sababu ya kujadili masuala ya usalama wa taifa, walisema hivi, maafisa wa akili wa Marekani bado hawajafikia hitimisho thabiti kuhusu uwezekano wa Urusi kuhusika katika mashambulizi dhidi ya vituo vya CIA, lakini walitaja ufanisi wa mashambulizi hayo na usahihi unaonekana pamoja na usaidizi mpana wa kiufundi wa Urusi kwa Irani kama ushahidi unaowezekana. Mnakumbuka walikutana nadhani na nani? Ilikuwa ni simu waliozungumza au walikutana kati ya Trump na Putin? Akazungumza ilikuwa ni mkutano kati ya Trump na Rais Xi. Mnakumbuka juzi wakati Trump alienda Beijing, alisema kuwa China imeahidi kuwa haiwezi kaisaidia Irani kwa staili yote. Lakini hili la Urusi kuisaidia kwenye hii vita halikuanza leo, na nilishalielezea kipindi cha nyuma, nikamwambia ni kujaribu kujificha kwenye kushindwa. Yaani unajaribu kujificha ili kukwepa aibu ya kushindwa. Hata hivyo, taarifa hii inaendelea kusema hivi, Reuters na vyombo vingine vya habari vyenyewe vimeripoti maafisa wa Marekani wamekiri kwamba Urusi imetoa usaidizi wa ulengaji kwa Irani katika mashambulizi yake dhidi ya malengo ya Marekani katika eneo la Ghuba kwa ujumla. Lakini uchunguzi wa jumuiya ya ujasusi kuhusu uwezekano wa Urusi kuhusika katika kuunga mkono mashambulizi ya vituo vya CIA bado haujafichuliwa. Yaani hakuna ushahidi, imebaki kuwa ni mazungumzo ya hisia. Angalau maeneo mawili ya CIA yalipigwa mwezi Machi. Reuters na vyombo vya habari vingine vya habari vimeripoti mojawapo ya kituo ambacho kilipigwa cha CIA kilikuwa nchini Saudi Arabia, ambacho kiko katika ubalozi wa Marekani huko Riyadh, na eneo tofauti lilikuwa mashariki mwa Iraq. Baadhi ya vyanzo vilisema tovuti zingine za CIA zilishambuliwa, lakini hazikufichuliwa maelezo ni wapi. Sasa inasema hivi, taarifa moja ya ndani kutoka kwa washirika wa ujasusi wa Magharibi iliyoelezwa na afisa katika eneo hilo mwenye ufikiaji wa hati hiyo, yani mtu anayejua mambo hayo, alihitimisha kuwa Urusi ina uwezekano wa kuchukua jukumu katika kulenga vituo vya CIA vya kikanda. Afisa huyo alijadili taarifa hiyo kwa sharti kwamba uandishi wake usifichuliwe. Ni ile kuwa anatoa taarifa lakini hataki kujulikana kuwa yeye ni nani. Hata hivyo, Reuters iliendelea kusema hivi, mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za Irani kwenye vituo vya CIA katika eneo la Ghuba yamewachochea wachambuzi wa ujasusi wa Marekani kuchunguza kama Urusi ilisaidia kwa kutoa taarifa za kulenga au teknolojia ya hali ya juu ya ndege zisizo na rubani. Walisema watu 4 wanaofahamu ujasusi wa Marekani. Watu hao ambao walizungumza kwa sharti la kutotajwa majina yao na kujadili masuala ya usalama wa taifa walisema maafisa wa ujasusi wa Marekani bado pia hawajafikia hitimisho thabiti kusema kuhusu uwezekano wa Urusi kuhusika katika mashambulizi dhidi ya vituo vya CIA, lakini walitaja ufanisi wa mashambulizi hayo na usahihi unaonekana pamoja na usaidizi mpana wa kiufundi wa Urusi kwa Irani kama ushahidi ulioongezeka.
Reuters na vyombo vya habari vingine vya habari vimeripoti maafisa wa Marekani wamekiri kwamba Urusi ilitoa usaidizi mwingine wa Irani katika mashambulizi yake dhidi ya malengo ya Marekani katika eneo la Ghuba kwa jumla. Lakini uchunguzi wa jumuiya ya ujasusi kuhusu uwezekano wa Urusi kuhusika katika kuunga mkono mashambulizi ya kituo cha CIA haujafichuliwa bado. Yani hata ukisoma taarifa yao wanakwenda mbele, wanarudi nyuma kuwa inawezekana, mwingine anasema haiwezekani. Inawezekana, mwingine anasema haiwezekani. Maafisa wawili wa magharibi katika Ghuba ambao walipewa taarifa kuhusu ripoti za kijasusi walisema hivi: wachambuzi wanadhani shambulio hilo nchini Saudi Arabia lilihusisha aina mbili za ndege zisizo na rubani za Irani ambazo ziliboreshwa na Urusi. Moja ya ndege hiyo ililipua shimo kupitia sehemu dhaifu ya nje ya ubalozi na ya pili iliruka kupitia ufunguzi na kulipuka. Walisema hakuna vifo au majeruhi yaliyoripotiwa. Yaani wanasema kuwa ndege iliyofanya ushambulizi kwenye kule Riyadh ilikuwa ni ndege ambayo ilikuwa na ufanisi wa hali ya juu zaidi. Ina maana hizi Urusi aliboresha baadhi ya ndege afu zingine akaziacha. Mbona hizi zingine wanazidungua kawaida tu na hazifanyi madhara hayo wanayosema, isipokuwa hizi tu ambazo zilikuwa zimelengwa huku. Sasa ingawa msaada wa Urusi kwa Irani ni wa muda mrefu kutokana na uhusiano wa karibu wa nchi hizo, kulenga maeneo nyeti ya CIA kungeonyesha kuwa Moscow iko tayari kuendelea zaidi katika kuvuruga sehemu za Marekani, lakini Washington ikipambana kukomesha vita na Irani. Wasiwasi kwamba Urusi inaweza kutoa data za kulengwa kwa Irani uliongezeka weekend hii baada ya mashambulizi kwenye kambi ya anga ya Marekani huko Jordan, ambapo Irani ilishambulia kambi ya jeshi kwa makombora ya balistiki na kuwaua wanajeshi wa Marekani. Ikulu ya White House ilipeleka ombi la maoni kwa CIA ambayo ilikataa kutoa maoni. Ujumbe wa Irani kwa Umoja wa Mataifa, Wizara ya Ulinzi ya Urusi, hii nitaiacha kwa sababu mjadala wake utakuwa mwingine. Taarifa hii ni taarifa inayofanana na taarifa nilikusomea jana na juzi kuhusu kile ambacho Wahuthi walikuwa wanazungumza kwa tutazuia meli, tutashambulia meli, tutafanya nini kuhusu meli. Wakati Wahuthi walianzisha mzingiro wa meli ambazo zilikuwa za kimataifa zikipita kwenye mlango wa Bab el-Mandeb mfano mwaka juzi, na wakawa wakizilenga kwa usahihi sana, vile vile taarifa ilitoka kwa hawa wachunguzi hasa wa magharibi, wakasema kuwa Wahuthi walikuwa wakipewa usaidizi wa moja kwa moja na Urusi ndio alikuwa akiwapa taarifa kuwa wale waweze kuzilenga kwa usahihi hasa meli zinazopita, kwa sababu bado wao wanaamini kuwa Warusi Wahuthi hawakuwa na teknolojia hiyo na uwezo huo bila kupata usaidizi wa Urusi. Ndio hicho ambacho kinachozungumzwa na Irani. Jamani, kuna kitu ambacho bado hawataki kukiri, na nilishawaambia kuwa katika vita ni kuna biashara pia. Wakati tunafanya vita tunafanya biashara. Kukiri kwa Marekani kuwa Irani inalenga kwa usahihi maeneo yake ni kufanya promotion kwa biashara kubwa ya silaha ya Irani. Baada ya hili, nchi nyingi zitataka kujaribu kununua silaha za Irani au kuona kuwa tunaweza tukachukua kutoka hili. Niliwaambia kwenye mgogoro, mfano kumbuka vita ya India na Pakistani hivi karibuni. Mnakumbuka ndege zile za Rafale ambazo ziliangushwa sana za India, ambazo ilikuwa ni mali ya Ufaransa, ambazo Pakistani walizidondosha kwa kutumia ndege za Kichina. Ikazua mgogoro kati yao, kama mnakumbuka, ikazua mgogoro hata walikuja kukwanguana mabalozi. Balozi wa China aliyoko kule Ankara na balozi wa Ufaransa aliyopo kule Ankara walikwanguana kwa kile ambacho kilionekana kama vile China ilikuwa ikifanya kampeni katika mataifa mbalimbali kwa kutumia vita ya India na Pakistani, ikionyesha kuwa nchi zingine zinapaswa zinunue ndege za China kwa sababu ndege za China zimefanya vizuri kuangusha ndege za Kifaransa za Rafale, na ikazua mgogoro, mpaka mgogoro kati ya Ufaransa na China kuhusu hilo swala. Kwa nini mnatumia hicho kama nini? Sasa yote hiyo ilikuwa ni pressure ya kuwa baada ya kile kutokea, utaenda kununua ndege ya Rafale ya Ufaransa au utaenda kutafuta ndege za Kichina zilizoangusha za Kifaransa? Ni lazima utaenda kutafuta kilicho bora. Sasa katika vita nilishawaambia kuwa wenzenu kwenye vita wanapigana na miguu yote. Hawaingii kama vile wewe unataka tu vita sijui nini. Wenyewe wanaenda wote. Wanaenda kisiasa, wanaenda na vyombo vya habari. Wanataka hadithi ikisimama isimame kila kitu kinaonekana kuwa they won. Walishinda. Kila kitu walikishinda kwa ufanisi. Kila kitu ikwenda. Sasa leo hii kama inathibitika kuwa Irani alikuwa kilenga kwa usahihi maeneo nyeti kabisa ambayo Marekani ameyaficha na kuyahifadhi. Unajua vituo vingi vya CIA vimewekwa kwa siri, havijulikani viko wapi. Sasa anawezaje kuvifikia na kuvilenga na kwa usahihi? Hayo ndio maswali. Kwa je, wanakubali kuwa hivi vituo vililengwa na Irani au
tumfaidishe Irani kwa vyovyote vile? Hapana, tuseme kuwa sio Irani. Tuseme sio Irani, ni nani? Ni Urusi kampa usaidizi. Sio Irani, ila Urusi ndo kampa usaidizi. Ukweli kuwa Urusi hawezi kumpa usaidizi Irani kwa ajili ya kuiangamiza Israeli. Hii ni vita ya Israeli, sio vita ya Marekani. Urusi hawezi kutoa usaidizi wowote kwa Irani kwa ajili ya kumpa faida Muirani dhidi ya Israeli. Hili huwa nalikataa mara zote. Hata kama masuala ni ya kibiashara kati yao na Marekani, bado wote wanabaki kwenye jamii moja, ndugu moja, ambao kila kitu wanakiona katika nadharia tofauti na kile ambacho wanakiona. Rahby Digital, haki na ukweli.